Tanzania la 12 lilikuwa linaendelea na bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambako bajeti hiyo bwana imefanikiwa kupita, lakini kwa namna ambavyo imeweza kupita kulikuwa na majadiliano makubwa yenye mvutano wa hapa na pale. Lakini kubwa zaidi, wakati wa wabunge wanachangia bajeti hiyo, walikuwa wanahoji maeneo tofauti tofauti. Wako ambao walihoji kuhusiana na viwanja, wako ambao walihoji kuhusiana na namna ambavyo tunaweza kuendeleza kukuza vijana wetu wa hapa nchini Tanzania, namna ambavyo waliohoji tunaelekea kuandaa michuano ya CHAN pamoja na AFCON. Lakini sasa taswira iliyopo ya baada ya kuahirishwa mechi ya Simba na Yanga, kwa maana dabi hii, inaleta picha gani? Sasa hapa tuanze kusikiliza baadhi ya wabunge wakizungumza wakati wakijadili kuhusiana na bajeti ya wizara hiyo ya habari, habari, utamaduni, sanaa na michezo. Sasa alianza kuzungumza ni Seif Gulamali. Amezungumza hasa kuhusiana na namna ambavyo yeye anaona mtazamo wake hasa juu ya namna ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Pale Spain kuna bodi ya ligi inaitwa La Liga, inasimamia masuala mazima ya michezo katika ligi ya Spain, lakini pia federation ina ligi yake. Hapa Tanzania nimpongeze Mheshimiwa Leodegar Chilatenga kwa kuanzisha bodi ya ligi ndani na idara ya TFF, na imekuwa nzuri, na toka ilivyoanzishwa mwaka 2008 ilikuwa imeanzishwa ikiwa chini ya idara ya TFF, lakini malengo ilikuwa ije baadaye ijitegemee kama zilivyo bodi za ligi ya Uingereza, kama zilivyo bodi ya ligi za Spain. Sasa bodi yetu bado iko chini ya TFF. Tunaomba Mheshimiwa Waziri, bodi hii uiboreshe, iwe independent, ijitegemee. Tunaona bodi ambayo haijisimamii, asubuhi inatoa matamko haya, jioni inatoa matamko haya. Hii inaonekana nyuma ya pazia bodi inasukumwa. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa Waziri, bodi hii ijisimamie. Tunafahamu ligi kuu ya Uingereza inasimamiwa na bodi ya ligi kuu. Mheshimiwa Gulamali, naam. Mheshimiwa Gulamali, wewe ni mbunge mzoefu. Usiingize bunge kujadili vitu ambavyo bado havijafika rasmi. Kitu gani Mheshimiwa? Kanuni ya 81 inakataza kujadili, kutuhumu mtu au chombo ambacho hakina nafasi ya kuja kujitetea wakati wewe unasema. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Gulamali. Sawa Mheshimiwa Naibu Spika. Kanuni ya 84, ukikataa maelekezo ya kiti ya spika unashtakiwa kwa kanuni, unakosa nidhamu. Na ukipinga kanuni ya 84 unakwenda 85, ndio mbaya kabisa, hata ubunge hutagombea. Usituhumu chombo chochote. Mheshimiwa, na kuomba mimi nakusaidia. Kuna kesi hapa ilitokea ya mheshimiwa mmoja mkubwa na mbunge mwandani kuzungumza vitu ambavyo unatoa maamuzi unaamikia maamuzi yaliyofanywa. Wewe huko sehemu ya hiyo kikao, na mimi kwa kukaa hapa naweza nikaingizwa kwenye kesi yako. Punguza munkar, changia mambo ambayo una uhakika nayo. Endelea. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba muda wangu ulindwe. Mimi nazungumzia muundo wa bodi zetu za ligi zilivyoanzishwa. Ukienda Uingereza kuna bodi ya ligi inayojitegemea inaitwa EPL. Mheshimiwa Gulamali, kuna bodi ya ligi inayojitegemea. Haya makofi hayatakusaidia. Haya, Mheshimiwa Seif Gulamali wakati akichangia mjadala huo, mambo yalikuwa hivyo. Lakini hebu tumsikilize Joseph Kasheku ambaye ni Msukuma, mbunge wa Geita. Yeye alizungumza haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, namuuliza kaka yangu Kabudi, Mheshimiwa Waziri, na nilikuona kutokana na mgogoro uliopo kwenye timu zetu hizi kubwa mbili, nilikuona ulitoka saa 4 usiku kwenye kikao, lakini baada ya kutoka mle mpaka leo hatujajua kilichotokea kule. Natanguliza maneno haya ili uyajue. Nitashika shilingi leo. Mpira wa Simba na Yanga, timu ya Simba na Yanga kwenye nchi hii ndio burudani pekee iliyobaki kwa watu wote. Sasa mnatambua kabisa iko migogoro, lakini hata kwenye taarifa yako Mheshimiwa Kabudi sijaona mahala ambapo unataja. Ikiwa rais mwenyewe
anafadhili mpaka anatoa hela zake mfukoni kwa hapa vijana hamasa. Halafu mnaona huu mchezo, tuendelee kusikia tu ngonjera za huyu na huyu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namtangulizia kabisa shilingi mzee Kabudi, naondoka nayo. Kama utakuja na taarifa sahihi ulichokisikia kieleze, hili ndio bunge la wananchi. Hatuwezi kuwa tunasikia mitandaoni na wewe mwenzetu uliyeteuliwa kwenda kutuwakilisha umesikia sirini, halafu unaleta taarifa tukupitishie budget, tunaacha kuelewa kinachoendelea. Sisi tukirudi huko majimboni kwetu na sisi tuwe tena watu wa mitandao. Leo kama utatoa taarifa sahihi na kushikia shilingi. Haya, huyo alikuwa ni Joseph Kasheku aka Msukuma akizungumza namna hivyo, mbunge wa Geita akizungumza bungeni hii leo. Lakini mbunge wa jimbo la Morogoro Kusini Mashariki ambaye yeye ametoa maoni yake hasa kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea, Hamis Shabani almaarufu kama Tale Tale. Kwanza niipongeze TFF kwa ujumla wake kwa kile wanachokifanya kwenye soka letu la Afrika Mashariki nzima. Sisi tunaongoza Tanzania. Nipongeze pia bodi ya ligi, tunafanya vizuri na tunakwenda kucompete kama na timu kama za Morocco huko wapi, tunaonekana tuna klabu bora. Lakini leo hii tuwe wawazi wote hapa, Simba Yanga haiwezi kufungwa na timu yoyote ya nchi hii. Kuna nini? Wanasema yamshi la jabal ila jarda, punda aendi bila bakora. Viongozi wa TFF na bodi ya ligi, acheni kudekeza Simba, acheni kuidekeza Yanga, acheni kutengeneza utaratibu ambao tunaona kabisa kama hawa wanabebwa wengine hawabebwi. Acheni, tuwe wawazi. Sisi furaha, mimi ni Simba. Tunaona juzi wenzetu walikuwa wanacheza pale Zanzibar. Wakiwa hawachezi hapa, utasikia Yanga kampiga mtu 5, Simba kampiga mtu 7. Wakitoka nje hapa jini katoka mganga hoi. Yani wanashinda kwa shida. Kuna siasa mnafanya kwenye mpira, sio sawa. Ligi ya Italy imepoteza heshima yake kwa sababu ya hiki ambacho leo hiki tunakileta Tanzania. Taarifa mwenyekiti. Na hiki ambacho tunachokileta. Taarifa. Mheshimiwa, naomba kwanza kumshukuru mchangiaji kwa mchango mzuri anaochangia. Lakini naomba nimpe taarifa, ili alilolisema ni muhimu sana, na ndio sababu timu ya taifa ya Tanzania bara ina muda mrefu sana imeshindwa kuifunga timu ya taifa ya Zanzibar. Mheshimiwa Tale Tale, unapokea taarifa? Napokea. Haya, amepokea taarifa hiyo Mheshimiwa Tale Tale. Anafahamika kwa jina la Hamis Shabani almaarufu kama Babu Tale. Zuberi George Mkaraboko, kabla tujakwenda kumsikia waziri mwenye dhamana ya michezo, wewe unasemaje hasa kuhusiana na hili ambalo limetokea kwa siku hii ya leo bungeni wakati wa kupitisha bajeti ya Wizara Utamaduni, Sanaa na Michezo? Nilichosikia ni kile tu kwamba bado bodi ya ligi wamechoma ubani wa nyota, haujaondoa nuksi. Wamechoma ubani wa nyota, haujaondoa nuksi. Una maana gani? Yani hatujamaliza tatizo, tumeliandaa tatizo. Tatizo gani ambalo limeandaliwa? Ni tarehe 8. Tatizo liko pale, ni tarehe 8. Maamuzi yake, mivutano yake, hawajakaa mezani na kusikilizana. Sasa haya yote ni matokeo sasa ya kutokusikilizana. Wanatoka watu nje ya nyinyi, wanaanza kushauri namna ya kusikilizana. Ni mapungufu makubwa katika dhana ya uongozi. Unajua tunazungumza tu, lakini nadhani nilikuwa nasema juzi kama si jana kwamba itafika muda hawa watu watasaidiwa namna ya kuendea mambo, watasaidiwa namna ya kuamua mambo. Unajua hata hizi tunazosikia kwa wabunge kwamba acheni kuwadekeza nani sasa na kwa nini, kama taratibu zipo. Tafsiri yake tuna viongozi ambao wana mpendeleo. Simba na Yanga sio tafsiri yake. Unaona hata wanaojadili bungeni wamegawanyika. Sasa hata viongozi hawa wanaacha taratibu, wanafanya maamuzi kwa hisia. Sasa kama taifa, kinachojadiliwa bungeni ndio kinacholeta picha mpaka kwenye bodi ya ligi. Kwa wakati inatajwa kuna dhuluma, kuna upendeleo, akisi yake ni hata hii mijadala. Kwa hivyo kama unachoma ubani wa nuksi alafu hujaondoa nuksi, hilo ni tatizo. Kwa sababu haya tunayoyaona hivi sasa, hebu tuulizane. Kila mtu ukimuuliza swala hili anagawanyika kwa itikadi.
Kila mtu anajua nini kilifanyika tarehe hiyo, kipi kikufanyika. Baada ya kumaliza tatizo tunazalisha tatizo. Kwani sasa kwa mantiki hiyo tunaweza kutatua hili tatizo? Linaweza likatatuliwa. Hawa watu kwa namna gani? Wakakae wajue walipokosea, wasianze kutafutiana makosa wakaacha walichokosea. Kwa mfano ndio hayo tunayosema sasa. Hawataki kukaa kutafuta walichokosea, wanatafutiana makosa baada ya kukosea. Hii ni shida. Ni tafuta Star Times bwana. Zuberi George Mkaraboko. Tumalizie pale tulipoishia ili tumsikie waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Hasa kuhusiana na namna ambavyo kunaonekana kwanza kuna mgawanyiko na wanasema kila mwamba ngoma uvutia kwake. Mimi nadhani sasa ifike wakati tuache kutafutiana, kutumia kanuni kutafutiana nafuu. Ndio tulikofika. Huyu kwa kuwa ametaka wewe ujiuzuru na wewe unatafuta eneo ambalo utambana. Lakini tunashindwa kukaa kusikilizana kwenye tatizo ambalo limetufanya tusielewane. Unaona tabu inapokuja. Huyu anatumia kanuni ya kupanga mechi kwa sababu wewe umeombea ujiuzuru. Na wewe kwa sababu unataka ajiuzuru kabla hiyo mechi, maana yake hutakwenda kwenye mechi. Kwa hiyo kuna mgongano. Mgongano wa kutafuta nafuu kupitia kanuni. Na wote hao wanavimbia. Kila mtu anataka kusimama kutafuta usahihi. Ndio maana tukasema tulipofika sasa imetosha. Tumesikia kila kitu. Tumesikia uwezo wa bodi ya ligi walipokwama, tumewasikia Yanga Africans madai yao, na tumeona uwezo wa viongozi wa TFF wameshindwa kumaliza mgogoro. Tumeona ushauri wa wabunge wakasimamiwe hawa kusikilizana. Hawa wameshindwana. Kila mmoja yuko sahihi kwa upande wake. Nadhani hilo ndio njia pekee iliyobaki. Na nilisema mimi watasaidiwa, na mfano wa kusaidiwa ndio huu. Wao wenyewe kila mmoja yuko sahihi. Sawa. Sasa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo ambaye bungeni majibu yake yalikuwa haya baada ya kuombwa sasa atoe kauli juu ya namna ambavyo wanalihendo hii situation ya dabi ya wekundu wa Msimbazi, Simba na Yanga. Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi. Nije kwenye suala la mstakabali wa mchezo wakati ya Simba na Yanga. Mheshimiwa Naibu Spika, umeeleza wazi. Kwa mujibu wa sheria za FIFA, wizara au serikali haiwezi kuingilia swala hilo. Swala la ligi linasimamiwa na TFF, linasimamiwa na bodi ya ligi, na kanuni haziruhusu serikali kuingilia mambo hayo. Kwa sababu ukifanya hivyo FIFA itaifungia Tanzania. Sasa kwa ndugu yangu Swale na wanasheria wengine, hilo jambo ni sub judice. Na kwa sababu ni sub judice siwezi kulisema. Nikilisema nitakuwa nimefanya makosa ya padri kutoa maungamo. Kwa hiyo tunaendelea na juhudi mbalimbali, na mazungumzo yetu yaligusa kuhusu kuboresha mchezo wa mpira katika nyanja mbalimbali. Sawa, mazungumzo ya awali ambayo waliyafanya TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba na Yanga kupitia wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo yalikuwa yanalenga kuendeleza mpira zaidi. Sasa haya kama yako ndani yake kwenye kuendeleza mpira sawa, lakini amesema anafungwa na utaratibu uliowekwa na FIFA, hasa serikali kuingilia kwenye michezo. Iko sawa, lakini pia kuna tatizo linaweza likatokea. Lipi? Sasa hii sikasema kwenye hadhara, inawezekana huko wakashauri. Ndio maana nikasema kiuhalisia serikali haiwezi kuingia kufanya maamuzi. Serikali inaweza ikashauri, jamani, hebu niendelee mkakae moja. Na ndio maana nikasema kwa walipofikia hawa wanatakiwa washauriwe. Okay. Kwa sababu kila mmoja analo tatizo lake ambalo analifanya yuko sahihi. Kila mmoja anakimbia tatizo lake. Na kukimbia tatizo manake hampati suluhisho. Ndio maana unaweza kuona hapa mtu anatafuta kipengele kinachompa nafuu. Huyu anataja dabi ichezwe tena, yule anakuambia tufasiri ya kwanza, huyu hataki kukaa kwenye hilo. Kwa hiyo imekwenda, lakini nadhani kwamba tumepata hapa kujifunza. Funzo letu la kwanza kutokana na viongozi wetu wa mpira, kuna ushabiki na bodi ya ligi sio chombo huru. Kwanza, lakini pili, viongozi wanachukua upande kuanzia bungeni. Tumesikia, tumewaona nao viongozi wanafanya. Kwa hiyo mtu hawezi kufanya maamuzi, ni yule ambaye ana upendeleo na upande. Kwa hata ukimwambia tukae, anaweza kana ogopa kukaa kwa sababu atapendelea. Na huyu naye anayelalamika anaweza kaonekana kama mkorofi kwa sababu anagusa maslahi ya watu wengine. Kwa hivyo dhana ya mpira wetu, upendeleo ni kitu ambacho kipo 99% kwa hii scenario yote. Kirumanga tulianza tangu imeanza. Sawa, tulifunge hili. Kwa maana tulifunge kwa mimi. Tunakubaliana kwamba suluhisho lake ni ili liishe. Yanga lazima acheze mechi. Yaani suluhu kwa hiyo. Suluhu ya haya yote kuisha. Ili mpaka maridhiano, kwa anacheza bila maridhiano. Mimi sawa, maridhiano, yani vyovyote itakavyokuwa. Anasema ili atacheza mechi kwa maridhiano. Sawa. Yani suluhu yetu hapa sio Yanga acheze mechi.
suluhu, wakaridhiane. Sawa, pamoja ili wapeleke timu uwanjani. Sawa. Yani mimi ndo mwisho wa siku nataka tuhitimishe kwamba wakaridhiane, wapeleke timu uwanjani. Hiyo ndio itakuwa suluhu. Sawa. Sasa wakati hayo yakiendelea hapo hapo bungeni, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo ambaye Palamagamba Kabudi alitoa taarifa ya serikali juu ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba bwana. Baada ya mafanikio makubwa ya timu ya Simba na sasa inaingia kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho linaloandaliwa na CAF, ambapo klabu ya Simba inakwenda Morocco kupambana na klabu ya RS Berkane. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya maamuzi ya kutoa ndege itakayoipeleka klabu ya Simba Morocco kwa ajili ya mchezo huo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa, imeungwa mkono. Sawa. Ni waziri mwenye dhamana ya michezo huyo akihitimisha namna hivyo.